Okay, asanteni sana watazamaji wote. Mimi kama Musa tu bado nimerudi kukuletea habari. Na hii habari ambayo ninawaletea bado ni kuhusu wachungaji tu. Naomba comedians. Now I'm talking about comedians on the media. I am talking about comedians on the media. Respect each other people. Bado nazidi kuwaambia, achaneni na watumishi wa Mungu. Achaneni na watumishi wa Mungu. Nimesikia mwingine amesema hapo ati vijana wamepotea. Hawapatikani kwa vilabu, hawapatikani kwa makanisa. Kwa vilabu ni sawa, vijana wapatikani. Lakini kanisani vijana wako. Kanisani vijana wako, na siku hizi vijana ndio hata wako wengi sana kanisani kuliko wanawake. Sababu gani? Wamegundua siri ni Yesu. Na nimesikia kitamshi kingine ametamka hapa, siku hizi vijana waendi kanisani sababu ya sadaka. Hakuna mchungaji mwenye anaitisha sadaka. Ukipata mchungaji mwenye anaitisha sadaka kukuforce mshirika, wewe mwenyewe jijazie. Lakini mimi kwa kanisa hili nimeshaomba, sijaiona pastor uwanga wanatufundisha tu kwa ajili ya kutoa. Na imeandikwa katika Biblia, fungo la 10 na sadaka zako mwenyewe. Unapotoa fungo la 10 na sadaka zako, zinakulindia wewe mwenyewe. Ni wewe mwenyewe unajiwakilisha kwa Mungu. Narudia nikisema, na nasema hiki kitu kwa uchungu. Isije ikakupata usema tu na mtumishi wa Mungu hata kuendea mahali popote, mbali ni ile machozi analia akihubiri Injili. Ni ile machozi analia akiponyesha wagonjwa. Ni ile machozi analia akiponyesha watu wa pressure, akiponyesha viwete wakiona, vipofu wakiona. Na si yeye anaponyesha, ni yule ambaye amemtuma Yesu Kristo. Toweni midomo kwa watumishi wa Mungu. Kiti nafanga nawaambia, na wahurumia, sababu ni nyakati za mwisho na bado umekosa kujielewa. Wewe unashinda ukiongelea mtumishi wa Mungu, au ujiangalie hata venye uko, au angalia background yako. Na mtu mwenye unaongelea ako juu kuliko, amepewa mamlaka na Mwenyezi Mungu. Stop that. Stop that. Stop that. Angalia familia yako. Angalia hao wagonjwa wote wanakimbilianga hospitali, baada ya dakika mwisho wanarudingi wapi? Wanarudingi kwa Mwenyezi Mungu. Hata waganga sasa wanakimbilia Mungu, sababu wamechoka na maisha ya kung'ang'ana, kuteseka. Wamechoka kukula chakula yenye, wamechoka kukula vile chakula yenye wanakula kama wamejificha. Stop. Achaneni na watumishi wa Mungu. Warning. Haujui mimi ni nani, sikujui, but achaneni na kazi ya Mungu. Sisi ambao Mungu ametuokoa na akatusongesha kwenye level nyingine, achaneni na watumishi wa Mungu. Wafanye kazi ya Mungu. Wafanye kazi ya Mungu. Wewe mwenye uendangi kanisa, ngoja siku yake itafika, utamkimbilia Mungu. Na wewe mwenye unaongelea mtumishi wa Mungu, there's something is coming for you. Kama hujapiga magoti uambie Mungu nisamee, wait will see. Ngoja utaona. Ongeleni watu wengine, lakini wachungaji wa Mungu wachaneni nao. Wakeleni na watumishi wa Mungu. Wakeleni watumishi wa Mungu wafanye kazi ya Mungu. Wewe ambayo haujaona miracle kwa kanisa, sababu hauendani kanisani, haujaona venye Mungu anafanyanga watu kazi, wachana na watumishi wa Mungu. Viewers, comedians on the media, achaneni na watumishi wa Mungu. Achaneni na watumishi wa Mungu, please. Achaneni na watumishi wa Mungu. Achaneni na watumishi wa Mungu. Achaneni na watumishi wa Mungu.
Fanya comment, tafuta tu like zako, comment zako, lakini achaneni na watumishi wa Mungu. Mbona wewe uweze sikia mtumishi wa Mungu ameponyesha mgonjwa na ukeweka hapa juu awe mfano kwa wengine ili watu wafuate njia za Mungu? Unataka tu kuwa kanisa za Bwana. Wewe, I am praying for you. Change that from today. Aya. Aya. Kama uwezi badilika, shauri yako. Ni nyakati za mwisho. Wewe mwenyewe hata ujiangalie. You don't have anything. Maisha yako yamekuwa tu pale pale. Hakuna tu wewe umeshaisoma. Lakini midomo tu kwa watumishi wa Mungu tu. Tumbo kishaanza kukuuma, umeenda hospitali kufanyia operation na uone changes, ndio yule kuingia kwa mtumishi wa Mungu mwenye ulipona. Mwenye ulikuwa unatusi kwa media. Achaneni na watumishi wa Mungu. Wewe. Haya. Mambo ni magumu saa hii. Na ni nyakati za mwisho. Hakuna siku yenye pastor atataka sadaka yako na nguvu. Hakuna siku yenye mtumishi wa Mungu atakuja kutoa sadaka kwa mfuko. Ni wewe mwenyewe kujitengenezea maisha yako. Kufanyia Mungu kitu ni kama ni deni umepatia Mungu. Utaanza kuclaim, Mungu nikumbuke kwa ile kitu ambayo nilikufanyia pale kwa nyumba yako. Hata mimi nimechoka na hii maisha ya kung'ang'ana. Nimechoka kusimama kwenye kuanguka kimoja. Ambia Mungu, Mungu umenibariki na pesa, lakini sioni utamu wa pesa. Ni magonjwa tu kwa nyumba tu, magonjwa tu, shida, ani hauna amani, pressure. Wewe. Shauri yako. Shauri yako. Hakuna siku yenye nimeona mtu hata amechukua picha ya Dani Wema ameweka hapo juu. Dani Wema ameweka hapo juu ani kuonyesha uzuri wenye anafanyanga wale watoto wasiojiweza, watoto mayatima. Hiyo amwezi onyesha, ni kuwaongelea tu vibaya. Mbona usichukue comment watu picha ya Dani Wema weka hapo juu? Ameenda kwa boma ya mtu akapata mtoto hana wazazi, akapata mtoto watoto hawaendi shule na akawachangia pesa na wakaanza kwenda shule. Mbona msisambaze vitu kama hizo? Mbona uwezi wana kwa kanisa mtumishi wa Mungu ameombea mtu amepona, uone hiyo ni miujiza. Wewe unaona tu mtumishi wa Mungu amenunua mama. Wewe watanena watumishi wa Mungu, leave alone pastors, wakinena wakuani. Watu wamekuwa wajanja, wataki mambo ya Mungu, wameingia kwa mambo ya dunia. Wengine wanajifanga tu ni Dani Wema, wanapost mapicha zao. Wewe ambao unakula pesa yenye mtu ameng'ang'ana, unamdanganya tu wewe unaenda kusaidia mtu. Ngoja tu. Na si mbali siku hizi iendange mbali. Atungojee miaka. Hapo tu. Leo kesho unapata kiboko. Kama uko na roho kusaidia. Kama utaki wacha. Kama utaki kanisa wacha. Ni maisha yako.
Kama utaki kuokoka, wacha. It's your life. Enda kunywa pombe, enda kunywa pombe kabisa. Enda kwa waganga. Enda wako. Enda kwa waganga kabisa. Enda ukunywe madawa. Wewe enda ukunywe madawa. Siku utaona Mungu yuko ndio utakuja. Lakini unataka kunywa madawa, enda ukunywe madawa. Go and wewe. Saa ingine mnanishangaza sana. Na inafikanga mahali nasikianga uchungu. Nikikumbuka penye Mungu amenitoa. Nikikumbuka ile shimo nilikuwa ndani. Nikikumbuka ile shimo nilikuwa ndani tu. Ikafika mahali nikasikia sauti ya Mungu. Ikaniambia, Musa, tafuta nyumba yangu. Na kweli nikaenda katika nyumba ya Bwana. Nilipata uponyaji. Niliacha ulevi. Niliacha umalaya. Niliacha ukora. Nikaona maisha yangu yanabadilika. So, hata mkiona naongea kwa uchungu, ni yale mema ambayo nilipata kanisani. Ni ile uponyaji nilipata kanisani. Ninasikia uchungu kabisa. Nilikuwa nimesukuma kwa pombe. Nilikuwa nimesukuma kwa mambo ya dunia. Lakini Mungu akaniokoa. Ndio mnaona nasikia uchungu nikiona kwenye mtandao comedians wanachezea watumishi wa Mungu. It is so painful. It is so painful to my heart. Kuna mchungaji amenituma kuambia hii habari, bali ni neema Mwenyezi Mungu. Hiyo kitu nimeiota kwa dream. Mungu akanituma nikuje niwaambie kwamba wakeneni na makuhani. Tumishi wa Mungu wacheneni nao. Wakatumishi wa Mungu wafanye kazi ya Bwana. Ukiona kanisa fulani alikupendezi, funga mdomo wako. Tafuta lile ambalo linakupendeza. Na wewe ambaye unaona mtu anaenda kanisani, unaenda kumwambia maneno kuhusu hilo kanisa, wacha ukachukue mizigo yako kuanzia sasa. Zile mizigo ambazo zinamsumbua, Mungu amemwelekeza, ameshaelekezwa kanisani, na wewe umeanza kumwingilia na kumpoteza. Wacha ukabebe mizigo zake zinazomsumbua. Beba hayo magonjwa yake. Beba hizo shida zake, na yeye akapate kufunguliwa. Oh my God. Wewe ambaye umeshika barabara kwenda kanisani, usiache njia za Bwana. Usiache njia za Mungu. Kilo jambo ambalo unaona ni gumu kwako linakuja kukuwa rahisi. Mungu anaenda kukupanguza machozi. Sababu ni nyakati za mwisho. Mambo ni magumu. Kupata chakula imekuwa ngumu. Penye unalala imekuwa shida. Kulipa rent imekuwa ni shida. Kimbilia Mwenyezi Mungu. Wewe ambaye ulienda kufanya kazi miaka karibu 3, hakuna hatua yote ambayo umesonga, umesimama tu kwenye kiwango kimoja, ambia Mungu, I am tired. Nimechoka na roho ya delay. Nimechoka na roho ya kusimama kwenye kiwango kimoja. Ambia Mungu, nimekuja kwako sasa. Nisamee yale yote ambayo niliongea kwa watumishi wa Mungu. Ambia Mungu, nisamee kwa wale ambao nilionea wivu, kwa wale ambao niliroga, kwa wale ambao nilisukumia magonjwa. Mungu anaenda kukusamee. Mungu ananga dhambi kubwa na dhambi ndogo. Dhambi zote ni sawa. Na Mungu ako tayari kukaribisha kwenye nyumba yake. Mungu ako tayari kukusamee. Mungu ndio yeye anakusamee. Kama wewe mwenyewe umekubali kumkimbilia Mungu, Mungu ndio yeye anakusamee. Mungu jinsi alivyonisamee kama Musa, akasaidia Joshua, akasaidia Kalebu. Leo ni siku yako. Ambia tu Mungu, nimechoka haya maisha. Ambia Mungu, nimekuja kukufanyia kazi yako. Mungu atakuonekania. Wewe ambaye unanitazama, namisha tu kichwa chako chini. Anza kufikiria kuhusu kesho. Anza kufikiria mbele. Unapoanza kufikiria kwa ajili ya kesho, unaona maisha yako kibadilika, na unamuhusisha Mungu ndani. Mungu anakupanguza machozi. Kwa kama uko katika mtandao unanitazama na uliongelea kuhusu mtumishi wa Mungu yoyote, na hauna kile kitu ambacho kinabitibisha ya kwamba ulimongelea kitu mbaya, anza kuomba Mungu msamaha. Mungu ataweza kukusamehe. In the name of Jesus Christ I pray. Amen.